Jina lake hasa ni Sheikh Musa bin Makungu bin Ali bin Usi bin Muhammad bin Ali Al-Alawi. Sheikh Musa Makungu alizaliwa mwaka 1918 Ndijani, wilaya ya Kati Unguja, ambako pia alipata msingi wa elimu yake ya dini na dunia. Alipohitimu elimu yake ya msingi na kufaulu kuendelea na elimu ya ziada ya juu, tahamaki akajikuta akikabiliwa na ule ulioonekana kuwa ni wasia wa baba mzazi. Wasia huo ni pale alipoitwa faragha na mzazi wake huyo Bwana Makungu bin Ali, akimsemesha, mwanangu, we sogea nikupe amana kutoka kwa babu yako, amana ambayo la budda uitunze na kuitumikia, wasia ambao bila ajizi aliutekeleza. Bila shaka ungependa kujua ni amana gani hiyo. Ni hazina ya vitabu vya dini ya Kiislamu kutoka mababu na mababu wa huyu ulama tunayemtaja hapa, Sheikh Musa bin Makungu. Hili lilitosheleza kumng'oa alimu huyu kutoka katika mfumo wa elimu ya skuli, lakini pia uamuzi ambao matunda yake yamekuwa hidaya na sehemu ya kumbukumbu muhimu ya historia ya dini ya Kiislamu, hii ambayo sasa nasi tunaikumbuka. Sheikh Musa Makungu aliyezaliwa na mama Mwanakombo binti Mbwana alianza kuiona nuru ya elimu ya dini ya Kiislamu kutoka kwa Sheikh Hija wa Ndijani na kisha kwa Dunga kwa Sheikh Abdul Malik bin Hassan, ambako akikaa na kuishi huko kama dakhalia. Sheikh Musa Makungu hakuyachuma matunda ya elimu pekee, lakini pia kwa mashekhe zake hao alipewa mchumba na akamuoa mke mwana wa mashekhe zake, mke ambaye hatimaye akawazaa wanachuoni wa sasa wa almarhum ambao ni Sheikh Umar Musa Makungu, kadhi wa wilaya, na mwanachuoni Sheikh Talib bin Musa bin Makungu. Baada ya kubainika kipaji chake, shura ya ulama wake hao iliamua kumpeleka Sheikh Musa Makungu Ndijani, Panga Pembe kwa Sheikh Khatib na pia Kitumba kwa Sheikh Saleh bin Idi, ambako huko akijisomea elimu za fikhi, tasawuf na tafsiri ya Qur'an. Sheikh Musa alijiunga na lujna ya wasomi wengine wa dini ya Kiislamu walio wakipata elimu katika msikiti wa Ukutani, mji mkongwe Unguja, katika miaka ya 1953 hadi 1957, kabla ya kujiunga na chuo cha Kiislamu cha asili, sasa nyumba ya watoto Forodhani, na hii ilikuwa mwaka 1958. Ilipofika mwaka 1960, Sheikh Musa Makungu alianza kusomesha dini katika skuli ya Ndijani kabla ya kuhamishwa katika chuo cha Kiislamu, na azama hizo ikijulikana kwa jina la Muslim Academy kiliopo Mazizini Unguja, na hiyo ni katika mwaka 1963. Baadaye na zaidi, mnamo mwaka 1972, Sheikh Musa Makungu aliteuliwa kuwa mkuu wa chuo cha Kiislamu, nafasi ambayo aliishikilia mpaka mwaka 1984, wakati hasa alipoteuliwa kuwa kadhi wa wilaya ya Mjini. Katika mwaka 1992, Sheikh Musa Makungu aliteuliwa rasmi kuwa kadhi mkuu wa Zanzibar, wadhifa alioendelea nao na hatimaye akastaafu. Kabla mimi sijakamata kazi hii ya ukadhi, walipita makadhi mbalimbali
Miongoni mwa hao makadhi waliopita ni kama Sheikh Abu Bakar bin Smith, Sheikh Muhiddin bin Sheikh Ahmed bin Smith. Katika wengine waliokuja katika karibuni ninawaelewa Sheikh Omar bin Smith, wengine Sheikh Abdullah Saleh al-Farsi akaendelea kukaa katika kazi hii ya ukadhi, Sheikh Fatawi bin Isa, halafu akaja Sheikh Habib Ali Kombo, halafu akaja Sheikh Amir Tajo. Baada ya hapo haukupita muda mkubwa, ikawa wadhifa huu wa ukadhi ikakamie Sheikh Musa Makungu. Kwa hivyo kwa muda huu ninafahamu ni kama kadhi hao ndio ninawaelewa, lakini kwa tarehe kubwa kuna makadhi wengine waliopita zaidi kuliko hao. Ni wengi walioisoma dini ya Kiislamu kupitia kwa Sheikh Musa Makungu, na mbali na watoto wake Sheikh Umar na Sheikh Talib, wamo pia Sheikh Hamis Abdul Hamid na Sheikh Abdul Razak Othman bin Juma. Wengine walioipata elimu yake ni Sheikh Hamis Haji, Sheikh Hadhar bin Abdallah, Sheikh Othman Ali, Sheikh Awesu, Sheikh Masud Musa na Sheikh Said Muhammad Nawako. Na katika wasia wa kukaa karibu na wanachuoni waliopata faida kubwa kutoka kwa Sheikh Musa Makungu kutokana na usuhuba wao wa karibu ni almarhum kadhi mkuu wa Zanzibar Sheikh Ali bin Khatib Mranzi. Sheikh Musa Makungu alizunguka kwingi ulimwenguni katika harakati za elimu ya dini ya Kiislamu na dawa kwa ujumla, na miongoni mwa alikofikia ni katika mataifa ya Saudi Arabia, Masri, Oman, Libya, Kenya, Uganda, mikoa mbalimbali ya Tanzania bara na Ethiopia. Ama dunia haimuhitaji mtu, na iko siku kila kiumbe kitaifariki dunia hii, na hivyo ndivyo ilivyosibu kwa alimu huyu kadhi Sheikh Musa bin Makungu pale ilipoadia mwezi wa Februari mwaka 2007. Ni huzuni, msiba na uchungu mkubwa usiokuwa na hila, na hili linamngojea kila mwanadamu na kiumbe hai aliyepo ulimwenguni. Sisi kwa pamoja, kwa wajibu wetu ni kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni historia ya kadhi mkuu mstaafu almarhum Sheikh Musa Makungu Ali kama ilivyosimuliwa naye Hassan Isa. Malezi ya